Karibu ndugu mtazamaji wa Aiwa TV katika kipindi chetu cha michezo leo. Humu tutazungumzia michezo mbalimbali iliyopita na ijayo, historia mbalimbali za wachezaji na michezo, ukiwa pamoja na mimi mtangazaji wako Juma Pondamali Mensa aka Jimmy Suma Gentleman. Kitu kikubwa labda tutaka kukiongelea kwa siku ya leo, tutaka kuongelea kwamba baada katika hii michezo ilikuwa imepita, hii michezo mitatu ya hizi timu kubwa za hapa Tanzania, basi kuna mchezo wa kwanza ulikuwa mchezo siku ya Jumamosi, ilikuwa Simba na JKT, kwamba hiyo tutakuielezea kwanza jinsi ya game yake ilivyokuwa. Ilikuwa game mpaka half time, ilikuwa game ilikuwa strong sana, na nadhani kila mtu aliona ile mechi kwa kile ilikuwa na mvuto wa aina yake, kwa sababu watu hawakutegemea timu kama JKT unaweza kuweka labda uzito wa namna ile. Tulikuta kwamba kiukubwa katika mchezo ule, tulikuta kwamba timu ya JKT ilikuwa imepania sana kuliko hata Simba. Walikuwa wanajua kwamba wanataka pointi 3, lakini walikuwa wanajua kabisa kwamba watazitafuta kwa staili yao ili wazipate. Lakini utakuja kukuta kwamba mechi mpaka half time watu hawajafungana, kidogo ileta tension kwa washabiki wa timu kubwa kama Simba kuona kwamba leo imekuaje. Lakini timu kubwa kama timu kubwa na ina walimu wakubwa walioingia ndani, walikwenda wakadiscuss kwamba tatizo liko wapi. Kwa hivyo kama tatizo liko wapi, tufanye nini? Basi baada ya kurudi kipindi cha pili, ikaanza game na kila mtu alikuwa amekuja kwa kupania. Unajua ukiangalia ile game ilivyo, kwamba Simba kwa ushaweka mikakati yao ya kutafuta ushindi mapema, lakini surprise ya mpira watu wote hawakutegemea timu kama JKT waanze wao kupata goli. Wakaona sasa hii imekuwa vipi? Sasa kutokana na matatizo hayo yalotokea ya kuona kwamba timu kama hii inapata goli mapema, kwamba sasa itatuletea matatizo, Simba walibadilisha aina ya kucheza, wakacheza mfumo mwingine kuhakikisha kwamba lazima tutafute kila njia tusawazishe ile goli. Lakini katika yote yalotokea katika mchezo, na ukiangalia mwalimu amekuja na mbinu zake mpya, wakafanya kila njia wakaweza kupata goli la kusawazisha, na walitumia tena nguvu nyingine kubwa zaidi za kushambulia kwa pasi za haraka na kushambulia kupita pembeni, wageza katikati, na wakaweza kupata tena goli lingine, goli la pili. Watu wakalalamika kwamba sio mtu amezidi, amefanyaje, lakini katika football mwenye maamuzi yote anakuwa ni linesman na referee wake. Wao wamekubaliana kwamba ile ni goli, ukikuwa mpira katikati goli, kwamba Simba iko 2-1. Wakapiwa mpira mpaka katika dakika 90 ilivyokuisha, Simba wametoka pale kidedea, wametoka na ushindi mkononi. Kwa hivyo ukiangalia katika mchezo huo ulikuwa na mvuto wa watu wengi sana walikuwa wamefika kule uwanja wa JKT, lakini wakatoka pale Simba wakarudi na oya na furaha kitele, wakarudi paka majumbani kwao. Ikawa game ya Jumamosi ikawa imepita. Ukiangalia game ya Jumapili kulikuwa kuna game mbili. Kuna game kama timu ya Young Africans ilikuwa pale KMC inacheza mwenye uwanja wake KMC, na wakati huo usiku wake kuna mechi ya ilikuwa inachezwa timu ya Azam ilikuwa inacheza na timu ya kutoka kule Ruangwa, kule kwa mheshimiwa waziri mkuu. Ile timu kule nayo vile kwa nzito ni ngubu. Bwana kocha Mgunda naye ameweka mikakati yake kuhakikisha kwamba naye anataka shinde. Lakini kwanza tukianza katika hili jambo la Young Africans. Young Africans walikuwa wameanza, walianza na kikosi chao cha kwanza kile, walishambulia mpaka hafu ya kwanza, basi hawakuamini kwamba kitu gani kimewakuta, kwamba kitu kinachowakuta wao hawakutegemea kama goalkeeper wao anaweza kukutana na mtihani mkubwa kama ule. Basi kuja kupata ule mtihani kidogo ukuja ukawasumbua, wameingia ndani vyumbani, wakaenda kudiscuss kidogo, wakashauriana, lakini mwalimu akaja na plani mpya. Akatoa wachezaji kama 5 akafanya sabu. Kaingiza wachezaji 3, halafu akaja kuingiza wachezaji 2, akafanya sabu. Katika hesabu ile ilikuja ikaibeba ile timu. Baada ya kubeba ile timu, Yanga wakaja kupata goli la kusawazisha. Baada ya kupata ile goli, wakaja tena wakafanya tena sabu nyingine, wakaweza tena kupata goli lingine la pili, wakapata paka goli la 3, wakaja kupata paka penalty. Kwa hivyo tunakuta kwamba nguvu iliongezeka, speed iliongezeka. Sasa ikabidi sasa kuna defender mmoja alifanya mistake ya kumngangania mtu ndani ya 18, huyo ndo alisababisha paka ipigwe ile penalty. Kwa hivyo kutokea na penalty ile ikawa imenyongonyeza timu nzima mpaka tawalimu kwa wamechanganyikiwa. Kwa hivyo tunakuta kwamba kwa mchezo ule utakuta kwamba hawakufurahia sana wale watu wa Azam, kwa sababu wameona walivyofikiria sivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo wameshafungwa 4-1, na
huyu mchezaji mmoja huyu Mkongo, yeye ndio alikwenda akapiga penalty na akafunga na goli moja yule. Kwa hivyo ukukuta kwamba yule Mkongo ikamemtengezea nyota njema kwake, katika kwa sababu katika kipindi cha ligi yote tangu amekuja alikuwa bado hajawahi kufunga. Kwa hivyo ikawa kwake ikawa nafuu, kwa sababu lakini Dube walifanywa hesabu na yule Diombia wale walitolewa, baada kutolewa ndo timu ilivyokuja kachangamka zaidi tukapata ushindi ule. Kwa hivyo tunakuta kwamba iliwasaidia kwa kubadilisha mfumo na kubadilisha wachezaji, wakawa timu ikawa na kasi, wakaanza kupata magoli 4-1. Ukiangalia mchezo huo labda kama mpaka umekwisha, nadhani watu wote wameutizama, unakuja katika mechi labda tuacheza Azam walikuwa away kucheza na Namungo nyumbani kwao, wanakuwa kidogo na Namungo nao wanakuwa wagumu. Basi mpira uliochezwa jinsi ya kushambuliana kwa kila pande zote mbili, lakini Namungo katika mtihani ulikuwa umempata pale, akaweza kupata pacha, lakini pacha ile ilitokea sio hivi kiurahisi, kwa sababu wale Namungo walipewa mpaka penalty. Kama goalkeeper Azam ingekuwa sio mjuzi au mwenye idea nyingi, nadhani ingekuwa tatizo, ingekuwa timu nyingine imelala, lakini waliweza kujitahidi wakapambana, kipa akakatiza penalty, ikawa ngoma draw 1-1. Mgunda alifurahi sana mpaka akaenda kumsalimia kocha mwenzie kule, naona huku anacheka sana, wanapena mikono, lakini kiukweli mechi ile ilikuwa ni ngumu na Azam ilikuwa imekuja lazima tushinde kusudi imwekee katika njia nzuri ya kuweza kuchukua ubingwa. Hizi nimeziongea kwa haraka kutaka kuwafahamisha tu wana michezo wote mnaosikiza kipindi hichi cha Aiwa hii, kuonesha kwamba kipindi chetu hichi kitakuwa kinadumu mara kwa mara kuwaelewesha wananchi kwamba mimi Juma Pondamali Mensa nitakuwa ndo nasimamia kuwahoji mpaka watu wote mitaani, washabiki wa mipira, wachezaji wa zamani wa mipira na wachezaji wa sasa hivi wa mipira. Nitakwenda kuongelea mpaka makipa sasa hivi jinsi wanavyocheza mipira yote, nitakuwa mimi nasimamia kwenda kuwahoji wana michezo wote wa zamani mpaka na wachezaji wa zamani, ili mradi kipindi hichi nataka lazima kiwe kina kiki kubwa sana, kwa sababu mimi mwenyewe kwanza nilikuwa mchezaji mpira wa zamani na nimecheza national team kwa muda mrefu, nimefundisha timu ya taifa kwa miaka 10 ya Tanzania, nikawa nimefundisha timu ya Young Africans kwa miaka 4 kwa kocha wa makipa. Hasa nimepata utumishi huu katika Aiwa TV. Kwa hivyo nikaona kwamba kwangu itakuwa njia nyepesi kuwakaribisha wananchi wote wapende kukisikiliza kipindi hichi, kwa sababu nitakuwa naita habari za wachezaji wa zamani na wachezaji wa sasa hivi wanacheza national team, wanacheza klabu za Simba na Yanga na Azam, ili mradi kwamba kila mmoja wanatoa maoni yake, na sio tu hiyo maoni yao pekee, itakuwa tunatembelea mpaka wachezaji watasikia wanaumwa. Wako wachezaji wanaumwa kama kina Katolila anakaa Ukonga anaumwa, kama Jafari Bramani anaumwa, bwana yuko Mbagala, tutafuta Godian Mapango anakaa huko Masaki, kina Karosi Mnyimkuu, tutatembelea Madaraka Selemani anakaa Manzese, kina Makumbi Juma wako Magomeni, tutatembelea mmoja baada ya mmoja kuongea nao. Na kipindi hichi tutapenda kukiongelea vile vile, tutawafuata washabiki wa mipira wa Simba na Yanga, nao tutawakaribisha huko ndani ya ofisi, watakuwa wanaongelea timu zao, kila mmoja naye atoe maoni yake kuangalia kwamba je, katika hizo ligi timu zao zinavyokwenda na ligi za mabingwa watafanyaje, ili mradi tupate vionjo vinachangamsha kipindi. Asanteni sana, mimi mtangazaji wenu Juma Pondamali Mensa. Kwa udhamini na mawasiliano wasiliana na sisi kwa namba zinazopita hapo. Aiwa TV, ulimwengu kiganjani. Aiwa TV, ulimwengu kiganjani.